mwisho, ripoti ya tume ya Jaji Chande ilikusudiwa kufunga ukurasa wa maumivu. Badala yake imefichua mgogoro mkubwa zaidi wa kitaifa. Tanzania sasa inakabiliwa na moja kati ya machaguo mawili: aidha njia ya ukweli, uwajibikaji na haki, au njia ya kutowajibika, ukandamizaji na utawala wa nguvu. Njia ya ukweli, uwajibikaji na haki inataka kwanza kukubali kwamba kuna makosa yamefanyika. Unapofika mahala leo haukubali kwamba kuna makosa yamefanyika, maana yake nini? Utalazimika kutumia nguvu ya majeshi kulinda uongo. Watu watakaokuwa wanaonesha kwamba kuna mapungufu makubwa kwenye tume ya Jaji Chande utaanza kuwaona ni maadui. Lakini tukifanya hayo makosa, itakuwa serikali inajiandaa kuua watu wengine, kwa sababu nchi haitobaki pamoja, hatakuwa na suluhisho. Ni lazima tuupate ukweli, ni lazima watu wawajibike, na ni lazima tufanye mambo haya kwa haki ili tuweze kutoka hapa tulipo. ACT Wazalendo inasimama imara upande wa ukweli, haki na utawala wa katiba na ushindani wa kisiasa wa amani. Maisha ya Watanzania zaidi ya 518 waliopotea, wale 245 ambao hawajulikani walipo, ambao ni zaidi ya 245 kama ilivyosemwa, pamoja na mustakabali wa taifa letu, vinadai hatua madhubuti zaidi kuchukuliwa. Hii inahitaji kufumuliwa kwa mfumo mzima wa uendeshaji wa nchi yetu, ikiwemo mwelekeo mpya wa kikatiba kwa maana ya constitutional order, weledi wa vyombo vya dola na utumishi wa umma kwa ujumla. Haya ni mambo ambayo ni muhimu, na kama tunataka tutoke hapa kama taifa, ni maoni ya kamati kuu ya ACT Wazalendo kwamba ni lazima tukubali kuwajibika. Ni lazima tukubali kuubeba ukweli, ni lazima tuwe tayari kukabiliana na changamoto hizi kwa uzito wake. Mauaji yaliyofanyika kwenye nchi yetu ni makubwa. Uzito wa jambo hili unapaswa kuonekana kwenye namna tunavyolishughulikia, na sio kubabaisha ukasema hujui nani aliyeua, wewe umewaona tu watu wamekufa. Jambo ambalo haliingii akilini. Asanteni sana.